katika mtaa wa Rome kata Kashai manispaa ya Bukoba, tukio ambalo limewaacha wakazi wakiwa katika mshangao na hofu. Ni jiwe kubwa lililokuwa limekaa kwa miaka mingi katika eneo lake la asili, ghafla liliachia na kuanza kuporomoka kwa kasi kutoka mlimani, likikatiza njia yake na kubomoa sehemu ya nyumba za wakazi. Hapa ndipo lilipokuwa jiwe hilo kabla ya tukio hilo, na hii ndiyo njia iliyochongwa na nguvu yake wakati likishuka kwa kasi kuelekea makazi ya watu. Licha ya uharibifu mkubwa wa mali, kwa bahati nzuri hakuna maisha yaliyopotea wala majeruhi walioripotiwa. Hata hivyo, huzuni kubwa imewagusa zaidi kundi la watoto yatima waliokuwa wakiishi katika moja ya nyumba zilizoathiriwa vibaya. Watoto hao wanadaiwa kuishi peke yao baada ya kumpoteza mama yao, huku baba yao akiwa hayupo kwa muda mrefu. Tukio hili lilizidi kuongeza maumivu katika safari yao ya maisha ya kila siku. Ilikuwa kama mida ya saa 4 asubuhi. Sisi tukasikia kelele huku juu, wanasema jamani, kimbieni kimbieni kimbieni, jua linakuja. Na mimi nilikuwa huko nyuma naanika nguo, mume wangu alikuwa anaoga. Basi nikawaambia watoto wakimbie. Kukimbia walikuwa wanachezea hapo tuseme kwenye uwanja mbele. Ni katoto kakubwa kalikuwa kameshikilia kachanga na kadogo kake. Basi wakakimbia. Jua likaja mbio mbio, likapiga hapo kwenye uwanja mbele, likadunda mara 2. Mara ya 3 pembeni, mara ya 4 ndo likashuka, likakuta nyumba hapo ya jirani yangu, likapiga ukuta, likadondokea sebuleni. Ndio. Vitu vilikuwemo vingi, vitu vimepasuka na vimekatika, kitanda, dirisha, diaba, lakini vitu tuliweza kuviokoa. Yaani mimi kwa kweli, yani mimi nilipigwa mshangao kwa sababu nilishangaa kuona watoto wangu wote 3 nataka kuwapoteza. Lakini bahati nzuri Mungu alinusuru sikuwapoteza. Tunaambiwa hapa palipovunjika ni kwa jirani yako ambako wanaishi watoto peke yao. Hapa inakuwa kwaje wanaishi watoto peke yao? Kavulana kako shuleni, kanasoma chuo, na msichana yeye hakuweza kukaa hapa kwa hali ya tuseme ya maisha, ikabidi aende kutafuta. Mama yao yuko wapi? Mama yao alishafariki. Ndio, kwa hiyo wanaishi wenyewe, wamekuwa wakiishi wenyewe. Baba yao yupo, lakini yani yeye tangia zamani walikuwa wanaishi na mama yao. Aliugua, mwishowe mauti yakamkuta akafariki. Kwa hiyo akawa amewakuta hapa watoto, amewaacha hapa watoto. Sisi tukaa tunawaangalia, lakini tuseme walikuwa wanasoma sekondari, msichana akamaliza. Mvulana baadaye na yeye akamaliza, akafanikiwa kwenda sekondari, baadaye akaenda huko chuo. Kwa hiyo wabaki na msichana. Msichana hali ya maisha imekataa, kabidi aende kutafuta. Lakini wanasema baba yao yupo, lakini sisi huwa hatumuoni kwa kweli. Lakini mnamjua? Tunamjua. Na sisi ndio huwa tunaangalia hapa mazingira na hii nyumba. Kwa hiyo yameathiri nini humu ndani? Yaani mimi mnaona nyumba, viti, kulikuwepo na dirisha, sufuria. Yaani tuseme vyombo ambavyo vilikuwa hapa vyote. Kwa kweli imeweza kupasua. Ila vitu tunaweza sisi kuvitunza huko. Sisi tumeamkia kanisani. Tumeona twende kutoa shukrani. Ndio. Kwa hali ya mawe sasa, unajua mji maeneo mnakoishi mawe ni mengi na ni msehemu ya mteremko. Nini kama mkazi wa hapo unaweza kaomba ili kuepuka madhara kama haya? Mimi ningeomba yani viongozi wa serikali angalau wakaja kudhibiti hao wanaochimba mchanga na wanaopiga mawe. Unakuta yani kama jiwe hili sisi hatujui, unakuta walikuwa wameshapiga mchanga kwa sababu ilionekana pale kuna kama mchimbuko fulani, kama sio kuchimba mchanga huenda maji yalikuwa yanapita. Kwa hiyo hili jiwe linaonekana lilikuwa juu, lakini endapo watadhibiti hao wanaopiga mawe na wanaochimba mchanga, angalau tutaishi vizuri. Yaani nilikuwa nafua hapo, nilikuwa nafua. Sasa watoto wangu walikuwa wanapitia hapo, nikawaambia mtoke, akasema mrudi hivi. Sasa watoto nikaona nikiwachanganya watakuja hapa watapigwa jiwe. Ndio nikajitahidi kukimbia kwenda nyuma kule kutoa wale watoto. Ilikuwa jiwe lilianzaanzaje? Yaani ilikuwa inafanya kaka, alafu linashuka, ndio nikaliona linashuka kwa kasi. Basi mimi nikawa nimeokoa watoto huko. Maanza kukusanya watoto wangu vilikuwa ni 3. Maanza kuviokoa hivyo. Ndio nikaanza kuita hapo nyuma hapo. Majirani zangu huko wamepona, mama Deki akaniambia hapana, kuna nyumba ya hili na yenyewe imeathirika. Sawa basi. Kwa hiyo ndio hivyo. Umepata madhara gani?
nyumba imedondoka, yani unavyoiona imedondoka. Imepigwa jiwe hilo ikadondoka. Na vitu ambavyo vimeathirika ni jiko langu na vyakula na mboga nilikuwa nimeweka akiba yangu ni sukisado chote. Samaki hizo zikaangwa. Hakuwa na watoto ndani? Hapana, watoto niliwaotoa. Muda huo mlikuwa wapi nyie? Nilikuwa hapa, ilikuwa ni kama saa 4. Kitu nilikuwa nafua hapa kwangu hapa. Okay. Pole sana. Asante. Ndio. Sasa ungependa usaidiwe nini? Saidiwa kunitengenezea nyumba yangu. Na vyakula vilivyo haribika. Jana tulishinda njaa na watoto wangu. Katika kuonesha kuguswa na tukio hilo, katibu wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini Amada Simba kwa niaba ya mbunge alifika eneo la tukio kutoa pole kwa waathirika na kueleza kuwa jitihada zinafanyika kuhakikisha waliopata madhara wanapata msaada. Tumefika katika maeneo baada ya kusikia kutoka kwenye serikali ya mtaa walifika hapa. Tunawashukuru sana, lakini bado tunashukuru serikali ya kata na wenyewe walifika, wamepata taarifa hizi. Baada ya kupata hizo taarifa, ofisi ya mbunge wa jimbo la Bukoba mjini na yenyewe imefika hapa kuja kuangalia hatari ambayo imezipata nyumba hizi za makazi haya yenye familia 3 yenye watoto. Lakini hapa nilipokaa, jiwe lilipodumbukia hapa ni familia ya watoto yatima ambao kama jirani alivyoeleza hapo awali ni watu ambao wanahitaji mahitaji pia. Lakini niwaombe wananchi, baada ya serikali kufanya tathmini ya ili janga lilipotokea kwenye makazi nyumba 3, baada ya kutoa tathmini ile na jinsi gani ya kufanya, basi tunaomba sisi wananchi, sisi ofisi ya mbunge wa jimbo la Bukoba mjini itashiriki kwa kusikia tafanya nini. Kwa sasa wakazi wa eneo hili wanaishi kwa tahadhari kubwa, wakihofia uwezekano wa janga kama hili kujirudia, huku wakiomba serikali na wadau kuchukua hatua madhubuti ili kudhibiti hatari zitokanazo na mazingira ya mlima huu. Mimi ni Arnold Kailembo na hii ni TNTV. Usahau kubonyeza na subscribe, kulike, kushare na comment.